Katika namba tano nimekuambia kwamba huwezi ukaelewa namba moja moja. Ni lazima upate simulizi kamili ili uwe naelewa. Nimekusema siku moja kwamba huwezi ukapata kujua kitu kwa kuangalia kipande chake. Kipande ni sehemu ya kitu kizima. Sasa unakuwa na faida ya kujua kitu kipande hicho ikiwa kitu kizima kile unakijua. Ikiwa kitu kizima hicho unakijua. Lakini inakuwa ni ngumu kujua kipande kama kitu kizima ukijui. Unaweza kukutana na mtu ni jirani yako, sawa? Ni jirani yako, ukakuta amevaa nguo ya mke wake, ukasema huyu kwa sawa, kwanza ni jirani yangu. Alafu hii nguo siye kumuona nayo. Lakini nguo mbona kama amevalia mke wangu? Unatulia. Ukifika nyumbani unamuuliza mke, hivi ile nguo yako fulani ipo huko ndani? Anasema haipo. Alafu ulimuona jirani yule, ufanyaje? Ni kwa ajili unajua kitu kizima, ule mzunguko haya mambo unaujua. Unaujua, ndio maana yako. Lakini ni vigumu kama wewe ni mgeni kujua kama yule mtu amevaa nguo ya mke wake na fulani. Ni vigumu. Kwa sasa lazima uelewe story kamili. Ndio maana niko hapa nasimulia. Mimi ni mtu ambaye nafahamu elimu hizi jinsi zinavyowasili. Kwa hiyo siwezi kukaa nikaanza kujibu kitu nusu nusu. Itakuwa ni changamoto na kupatia tena wakati mgumu. Lazima nikujibu kitu kizima ili unavyotoka hapa utoke na kitu kizima kilichokamilika. Ndio maana hata kule nilisimulia simulizi ya namba ilikuwa imekamilika vizuri kabisa. Sasa tuendelee na namba 5. Sasa ile nishati tumeshahifadhi kwenye umbo, tumeshahifadhi kwenye uthabiti. Tumeshahifadhi kwenye uthabiti wake. Lakini yupo mwingine ambaye hatima yake ni namba 5. Yaani upo ufundi mwingine ambao hatima yake yeye ni namba 5. Namba yake ya bahati unakuta ni namba 5. Ana mtetemo wa namba 5. Mtetemo wa namba 5 ni mtetemo wa aina gani? Huyo mtu wa namba 5 ni fundi. Ni fundi wa kuamsha vilivyolala. Ni fundi wa kufufua makaburi. Ni fundi wa kuamsha hisia zilizolala. Ni fundi wa kufukua vidonda. Ni fundi wa kutengeneza picha. Yaani wa kufurumua. Yaani yeye ni mtu wa kufurumua kitu kilicholala. Mtu wa namba 5. Mtu wa hatima hii. Ni mtu ambaye anapapalazi popote alipo. Yaani yeye yuko yaani yeye si semaji. Yaani mtu ambaye yuko juu. Yaani yeye yuko waluwalu. Yaani kule kama vile moshi unavotoka. Yaani ile moshi unakuwa umetulia au gesi. Naweza nikamchukulia mtu huyo kama tabia ya gesi. Hapa nimepatia. No. Kama tabia ya gesi. Nikisema gesi unaelewa. Gesi ikitoka haina mpangilio. Lakini ukihifadhi kwenye chombo unaweza kusema pale kwenye ni gesi. Lakini gesi ni ile kufurumua. Sasa anafurumua nini? Mara nyingi namba 5 ni kitu kinachofurumuka baada ya kwamba vitu vile, kwa mfano kama ile flash ulihifadhi kwenye umbo au roho ilihifadhiwa kwenye umbo. Sasa hapa ndio tunapata mwanadamu. Mwanadamu aliumbwa, roho akaumbwa, akawekwa kwenye mwili. Kuwekwa kwenye mwili tu haitoshi. Ilibidi sasa kuamshwa, roho iamke. Unapozungumzia namba 5, sheria namba 5 kwenye uumbaji, tunamzungumza mwanadamu. Mwanadamu anapatikana kwenye sheria ya 5 ya uumbaji. Hata ukimwangalia ana milango 5 ya fahamu, ana vidole 5, ana kichwa, mikono miwili na miguu, zinakamilisha viungo 5 vikubwa, na hata vitu vingine huko kwenye mwili wake vipo katika uwiano huo. Zipo katika uwiano huo mzuri. Ndio mwanadamu. Tunaposema jini au pepo au uchawi au nishati yoyote au uchawi wowote ule, tunaposema nishati au tunaposema umeme, tunaopata kwenye sheria ya 3 ya uumbaji. Sheria ya 3. Sheria ni baada ya tunasema ni baada ya vitu viwili kuhusiana katika utaratibu fulani ndio tunapata matokeo ya 3. Kwa mfano, ukiwa kwenye ukumbi niliokusimulia sasa, ukafanyaje? Ukapiga mwangwi. Ule mwangwi si utaenda kugonga huku na huku na huku na huku, afu utatokea ule mwangwi. Sasa pale wewe na ukumbi mmehusiana, ndio mkatengeneza nini? Mwangwi. Na ule mwangwi kama kuna sehemu ya kurekodia ukihifadhiwa, basi tunapata mwangwi uliohifadhiwa. Kile kitendo cha kuplay ule mwangwi utoke, tunaufanyaje? Tunauamsha. Umeelewa? Ndio sheria ya 5, kuamsha. Sasa kile kitendo cha kuhifadhi labda kwenye memory card ni namba 4. Kile kitendo cha kuplay ule mwangwi uliohifadhiwa ni namba ngapi? Ni namba 5. Kwa kuamsha ile nishati iliyokuwa imefanyaje? Iliyokuwa imelala. Kuamsha nishati iliyokuwa imelala. Ndio namba 5. Kwa hiyo tunasema namba 5 ni kuvunja mipaka. Baada ya kuishi kwenye mfumo wa namba 4, roho inaanza kuuliza, kuna nini nje ya mipaka? Mbona kama nimekaa hapa muda mrefu? Mbona nimekaa muda mrefu?
Wewe mwenyewe ni shahidi. Ukisoma kwenye vitabu vya Solomoni, kwa mfano Leather Key of Solomon, utakuta Mfalme Solomoni huyu ameandika kwenye vitabu, alikuwa na uwezo wa kuhifadhi jini kwenye bilika. Alikuwa anahifadhi majini kwenye bilika, analipa kifungo. Nishati inahifadhiwa kwenye nini? Anahifadhi nishati ile kwenye nini? Kwenye bilika. Ukisoma vitabu vya Solomoni vya asili vile, unaweza kuwa unanielewa vizuri. Sasa kama wewe sio mpekepeke, mtu ambaye unapenda yale mambo ya juu, inakuwa ni changamoto sana. Lakini nafikiri wote waliopo hapa ndani ni watu ambao wanajitambua. Hadi wako, yani kuwepo hapa sio bahati mbaya. Ni ile uwezo uliokuta kitu ukahoji ndio umekuleta hapa. Ungekikuta afu kakiacha kiende, usingekuwepo hapa. Ungekiacha tu kaendelea na kuscroll na maisha mengine, ni kama watu wengine tu. Unaweza kukuta kitu cha maana ukakiacha, kumbe ndio msaada wako. Kwa uwezo wa kutambua kinachokuhusu vile vile ni hatua ya kujiongea kwenye suluhisho au mustakabali unaofuata. Hiyo ilikuwa ni namba 5. Kwa hiyo sasa namba 5 ni pale unapojiuliza kwamba iko nje kuna nini? Namba 5 ni uhuru, ni mabadiliko, ni safari, ni udadisi, ni kupitia majaribio. Ni frequency ya upepo, haiwezi kufungwa. Namba 5 inapenda kuchunguza, kugusa, kuona na kuonja maisha ya macho mapya. Hiyo ni namba 5, ni kama gesi. Yaani namba 5 ni ile tabia ya gesi, pale unapoitoa inakuwa haina mpangilio. Au kama vile gitaa unaitengeneza, gitaa ile unaitengeneza ikiwa imekaa yenyewe pale, haiwezi kufanyaje? Haiwezi kujipiga gitaa. Lakini ukienda ukigusa hivi, basi ile nishati iliyohifadhiwa kwenye ule uzi wa gitaa inatoka. Unaelewa? Sasa ile inapotoka inakuja kupiga makelele, ile ndio namba 5. Haidhibitiki. Lazima ufanye utaratibu au ujifunze ujuzi wa kuidhibiti. Sasa ngoja tuje tuangalie ni namba 6. Ngoja tuje tuangalie namba 6. Nafanya voice hizi iwe fupi ili iwe rahisi kujifunza.